Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu tuendelee kuzichakata zile taarifa ambazo tuko nazo. Hapa nchini Tanzania, mjadala umeibuka bungeni kuhusiana na athari za vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, huku baadhi ya wabunge wakisema kuwa Tanzania haiko salama kutokana na vita hivyo na kuihoji serikali ni kwa namna gani imefanya tathmini juu ya athari za vita hivyo kwa mapigano ya kiuchumi na hatua ambazo imejipanga kuzichukua. Napitia baadhi ya maoni ya watu kufuatia taarifa hiyo kutokea huko bungeni. Wakaengesa Sumbawanga Rukwa anasema hivi kuhusiana na mapigano yanayoendelea, athari zimeishaanza kuonekana kutokana na nishati ya mafuta kuadimika. Mwafaka wa mzozo huu usipopatikana, maisha yanakwenda kuwa magumu, hasa kwa mlaji wa chini kabisa wa bidhaa. Kuna haja nchi yetu kuwekeza kwenye nishati ya gesi ili kuepuka na usumbufu wa nishati ya mafuta, au serikali iweke ruzuku kabisa kwenye nishati hii ya mafuta. Wakanda ya Ziwa Mwanza anasema ingekuwa salama, lakini si kwa uongozi uliopo sasa, ikiwa leo wanajigamba kuwa kuna gesi ya kutosha na akiba ya mafuta mengi, lakini haikati hata wiki mafuta yashapindukia bei juu. Mwingine huyu anasema Wabunda anasema ni ukweli usiopingika, kina athari kubwa kwa taifa letu kutokana na vita inayoendelea kati ya Marekani na Israel. Je, mtazamaji wa Baharia TV, kwa wewe ambao unatusikiliza hivi sasa, maoni yako ni yapi kuhusiana na taarifa hii? Cha msingi bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wetu na uwe mtu wetu wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipandisha. Mimi ni Friday Mangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.